أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، katika muhadhara wetu wa leo, maudhui yetu tutazungumzia baadhi tu au sehemu kidogo tu katika historia ya Afrika Mashariki. Tutaanza kidogo kuingia Uislamu Afrika Mashariki. Uliingia lini? Uliingia mwaka gani? Kisha baada ya hapo tutaruka kwenda katika maudhui ya kuzungumzia historia ya elimu ya Afrika Mashariki, na upande ambao kwamba tutazungumza upande wa wanawazuoni waliokuwako upande wetu wa Afrika Mashariki, na kiwango chao cha elimu kilikuwa ni kiwango cha namna gani, tabani kupitia maneno ya ulama, na ulimwengu ulikuwa ukiwatizama kwa jicho gani. Lengo la muhadhara wetu kama huu ni kuinusha hima zilizolala, ni kuwapa vijana morali na motisha wa kujiendeleza kielimu, ni kuwazindua vijana wenzangu na kuwazindusha kwa kuwaambia na kuwaeleza jinsi jana yetu ilivyokuwa na leo yetu ilivyokuwa, jinsi jana ya Afrika Mashariki ilivyokuwa na sasa hivi Afrika Mashariki ilipo. Maana jana ya Afrika Mashariki imekuwa ni khabarukana, haipo tena. Idhan lengo letu ni kuwarudisha nyuma kidogo, ndugu zangu, tuijue Afrika Mashariki yetu ya jana, ili tujue tutaanza wapi kuijenga au kujenga mustakbal wa elimu ya Afrika Mashariki. Kwa sababu ndugu zangu, uhalisia ulivyo ni kwamba sisi watu wa Afrika Mashariki tulikuwa tuna watu wazito sana, ambao kwamba ulimwengu wote ulikuwa ukitambua uzito wao wa kielimu na kimaarifa. Lakini hali ambayo kwamba tulioko sasa hivi, kijana akitaka kuinuka kidogo tu kielimu na kimaarifa, basi anaanza kufikiria niende nchi gani, sio niende kwa mwanachuoni gani. Zamani ilikuwa ukitaka kuwa alim unasema nijiunge na darasa ya mwanachuoni gani. Tutaeleza hapa katika muhadhara, kuna wanawazuoni ulama walitoka Tarim, Hadhramaut kuja kusoma Afrika Mashariki. Allahu Akbar. Kisha uje uangalia hali ya sasa hivi ambayo kwamba inayotuumiza na kutusikitisha, ya kwamba kijana akitaka kuinukia kimaarifa na kielimu lazima aanze kufikiria ataenda nchi gani, ataenda sehemu gani, kwa sababu hakuna sehemu ya kumsaidia. Lakini haya yote tukiamua kuyasimamia kisawasawa inawezekana, kwa sababu uhalisia ulivyo ni kwamba vijana tunapoenda kusoma huko nje tunapata madhila sana. Kwa sababu kwanza tufahamiane ya kwamba tabia ya ubaguzi kwa Waarabu ni kitu kipo katika damu zao. Yani hicho upende usipende, labda ujifumbe macho tu, lakini tabia ya ubaguzi kwa Waarabu ni kitu kipo katika damu zao. Illa man rahima rabbuka, isipokuwa wako wachache katika ulama rabbaniyun, lakini aghlabu ya Waarabu. Kwa hivyo watu wanapoenda kusoma Misri huko, wanapoenda kusoma nchi zingine, wanapata madhila ya kudhalilishwa, ya kubaguliwa mbalimbali. Na sisi tusipoamua kuanzisha taasisi zetu hai za kielimu na kimaarifa ili tuweze kukidhi haja za watu wetu, tutaendelea kuburuzwa na hawa watu ila antakuma saa. Wacha tuingie
mubasharatan, moja kwa moja, katika kueleza kiufupi sana kuingia Uislamu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hapa na vitabu vingi vya historia, lakini nitapenda kunukulu kutoka katika kitabu hiki kinaitwa Al-Islamu wal-Yamaniyun al-Hadarim bisharqi Afriqiya cha Asid Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Umar al-Junaidi. Anasema katika ukurasa wa 6 alipoanza anwani ya kurasa wa 5, dukhulul islami ila Tanzania, alianza kueleza kuingia Uislamu Tanzania, na ameeleza huku nyuma kwamba hizi kanda kuanzia hapa Tanzania, Unguja, Kenya, Lamu hivi, hii ilisema ilikuwa ni nchi moja tu, mpaka Uganda huko ilikuwa ni nchi moja tu, isipokuwa walipokuja wakoloni ndo wakaja kugawanya gawanya. Hapa ameeleza rai kadhaa ambazo kwamba zinazozungumzia kuingia Uislamu wa Afrika Mashariki. Ameanza kueleza rai ya Dr. Ismail Faruq, ambao kwamba huyu ni Mpalestina. Anasema kwamba yaqulu Dr. Ismail Faruq filastiniyu al-asl fi ba'd kutubihi inna al-islam wasala ila Zinjibara qabla al-madinati al-munawwara mustanidan ila wathaiqa qadimatin ittala alayha fi al-mathhaf al-amriki bi Washington. Anasema Dr. Ismail Faruq, ambaye kwamba huyu asili yake ni Mpalestina, amesema katika baadhi ya vitabu vyake kwamba Uislamu uliingia Afrika Mashariki kabla ya Madina. Hilo amelisema akitegemea baadhi ya nyaraka zinazothibitisha ambazo kwamba aliziona katika jengo la makumbusho la Amerika huko Washington. Asema wa hadha ad-dakturu ustadhun kabirun wa lahu muallafatun adida wa huwa ustadhu tarikh bi jamiati Pennsylvania. Asema huyu ni mwanazuoni mkubwa wa historia na vitabu vingi na ni ustadhi wa mwalimu wa chuo kikuu. Anasema walaalla hadha in sahha huwa biwasitati sahabati alladhina hajaru ila alhabashati. Anasema hili likisihi basi itakuwa uliingia kupitia wale masahaba ambao kwamba walihama kuja Habasha. Kwa hivyo hii ni kauli ya kwanza ya kwamba Uislamu uliingia kupitia wale muhajirun waliogura kwenda Habasha kabla ya kufika Madina. Rai nyingine anasema ويقول الأستاذ محمد بن أحمد المشهور الحداد في كتابه حقائق تاريخية عن العرب والإسلام في إفريقيا إن الإسلام دخل زنجبار عام 65. anasema huyu الأستاذ أحمد المشهور الحداد كتابه حقائق تاريخية عن العرب والإسلام في إفريقيا. طبعا kiko juu kule, kwa pale juu kubwa sasa hivi, ilichapishwa kwenye lingine lakini ndio hicho kiko hapo. Asema Uislamu uliingia Afrika Mashariki mwaka 65 Hijiria, sawa na mwaka 684 Miladia. Anasema ويذكر العلامة المرحوم السيد هادي بن أحمد الهدار في محاضرة له ألقاها بقاعة رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عن جزائر القمر إن الإسلام دخل إلى جزائر القمر وغيرها من بلدان شرق إفريقيا في القرن الثاني الهجري. أسمى هو الأستاذ المرحوم سيد هادي بن أحمد الهدار Uislamu uliingia Komoro na Afrika Mashariki katika karne ya pili Hijiria. Anasema kwamba lakini pamoja na hayo, anasema rai ambayo kwamba yeye Said Abdul Qadir al-Junaidi anasema anaiona yenye nguvu ni yale aliyoandika al-muarrikh al-Sheikh Muhyiddin bin Sheikh Abdullah bin
Abdi Sheikh bin Abdullah al-Qahtani katika kitabu chake As-Salwa fi Akhbari Kilwa. As-Salwa fi Akhbari Kilwa ni kitabu ambacho kwamba kinaeleza mamlaka ambayo kwamba ilikuwa kwa Kilwa, ambayo kwamba ilikuwa ina utawala wake, ambayo kwamba mamlaka hiyo tabani iko ndani ya Tanzania, ambayo kwamba ilianzishwa na Washirazi. Tuko vizuri sana. Mamlaka hiyo ilianzishwa na Washirazi na waliwafiki kufika hapa mwaka, yani walifika Kilwa mwaka 950 miladia, ambapo kwamba ilikuwa ni katikati ya karne ya 3. Haya Said Abdul Qadir al-Junaidi anasema hii ndo rai ambayo kwamba anaiona yenye nguvu ya kwamba Uislamu uliingia Afrika Mashariki katika karne ya 3. Alhasil, tulisema tutagusia tu kuhusiana na kuingia Uislamu Afrika Mashariki, lakini ala kulli hal, historia inatuonyesha kwamba Uislamu uliingia Afrika Mashariki, ima wengine ni karne ya pili, wengine karne ya kwanza, wengine karne ya 3. Haitoki hapo, ya kwanza, ya pili, ya 3. Tunapata kwamba kumbe Uislamu, ustaarabu wa Uislamu uliingia Afrika Mashariki mapema sana, na tunapata kwamba Mswahili kumbe ni mtu alistaarabika toka makarne na makarne ya huko nyuma. Hayo ndio katika mafunzo tunayapata hapa. Hilo tumalizane nalo. Tuingie katika historia ya ilmu na ulama wa Afrika Mashariki. Tumesema kwamba Afrika Mashariki ilikuwa na ulama ambao kwamba watu walidiriki kutoka Yemen kuja kusoma Afrika Mashariki. Wacha ni nukulu tukio la kuja kusoma Afrika Mashariki mjukuu wa pili wa al-Faqih al-Muqaddam. Allahu Akbar. Nafikiri kimtaja al-Faqih al-Muqaddam nyote mumfahamu, hasa wafuasi wa tariqa yetu ya Ali Baalawi wote wamfahamu al-Faqih al-Muqaddam. Mjukuu wake wa pili al-Imam Muhammad bin Alawi bin Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam alifunga safari kutoka kwao Hadhramaut, Yemen, ambayo kwamba sasa hivi sisi tufunga safari kwenda kusoma huko, kuja kusoma Afrika Mashariki. Katika ukurasa wa 16 katika kitabu hiki al-Islam wal Yamaniyun al-Hadarim bi Sharqi Afriqiya cha Said Abdul Qadir Junaidi anasema hijratul Yamaniyin al-Hadarim alawiyin wa ghayr alawiyin ila Sharqi Afriqiya. Asema hijratul Yamaniyin al-Hadarim, kuhama kwa watu wa Yemen kutoka Hadhramaut katika Ali Baalawi wa ghairi alawiyin, wasiokuwa Ali Baalawi, ila Sharqi Afriqiya, kuja Afrika Mashariki. Asema qulna sabiqan, tumesema huko mwanzo, inna manatiqa Sharqi Afriqiya maarufa, hakika pande hizi za Afrika Mashariki ni maarufu lilarab, zajulikana kwa Waarabu min qabli alislam, kabla ya Uislamu Waarabu walikuwa wakijua Afrika Mashariki. Wa inna hijratahum ilayha, na kuhama kwao kuja Afrika Mashariki, min dhalika alwaqt, ni toka wakati wa kabla alislam kama yataqaddam. Wal Yamaniyun alhadarim, na wa Yemen hasa wa Hadhramaut, juz'un min alarab, ni sehemu katika Waarabu. Wa qulna aidan, na tumesema vile vile, inna hijrat alhadarimi, hakika kuhama kwa watu wa Hadhramaut ila Sharqi Afriqiya, kuja Afrika Mashariki, kanat qabla hijrati Arabi Oman, Waarabu wa Yemen walihamia Afrika Mashariki kabla kuingia Waarabu wa Oman. Wa hadha ma'rufun wa wadih, ili liko wazi. Wal Hadhrami bitabi'atihi, na mtu Yemen kwa tabia yake, maumbile yake tu, halifu asfar, ni mtu wa masafari, warakabu akhtar, na ni mtu wa kupambana na mambo ya hatari katika masafari yake, bitabi'ihi, kwa maumbile yake tu, yamilu ila dharbi fil bilad, maumbile ya Yemen ni mtu wa kusafiri sana katika miji mbalimbali. Lakini la naarifu bitahdid, hatufahamu
bitahdid mata badaat rihlatuhum ila sharqi Afrika. Asema hatujui kwa tarikhi ni muda gani walianza kuhamia Afrika Mashariki. Wa maarufu, nasema yafahamika, anna rihlatahum, kwamba kuhama kwao kuja Afrika Mashariki, kanat abra Somal wal Habasha, waliingia Afrika Mashariki kupitia Somalia na Habasha. Kwa sababu sote tufahamu kwamba kulingana na jiografia ilivyo, Yemen, kutoka Yemen utaingia Djibouti. Kwamba ukifikia Djibouti pale tayari ushaingia karne Afrika, pembe ya Afrika. Hivyo bahari ile itakuleta mpaka Ethiopia, Habasha itakuleta mpaka Somalia, itakuleta mpaka Lamu, hakadha mpaka Zanzibar. Kwa hivyo waliingia kupitia hivyo, kwa sababu walikuwa wakisafiri kupitia majahazi taban. Fa innahum rahalu ila hadhaini alqutrin min zamanin qadim, hakika wa Yemen walihamia miji hii kutoka kitambo, kama tarwihi kutubu tarikh, kama vitabu vya tarikh vinavyotueleza. Faqad jaa fi al-Mashra' ar-Rawi, imekuja katika kitabu al-Mashra' ar-Rawi fi tarjamati al-Imam Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin Faqih al-Muqaddam, katika historia, katika kueleza historia ya al-Imam Muhammad bin Alawi bin Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam ash-shahiri bi sahibi al-Amaim, ambao kwamba afahamika huyu kama sahibu al-Amaim, na tutaeleza kisa chake taban kwa nini anaitwa sahibu al-Amaim. Juz ya kwanza ukurasa 190 anasema innahu, hakika huyu al-Imam Muhammad bin Alawi bin Ahmad bin al-Faqih al-Muqaddam, manake ni mjukuu wa pili wa al-Imam al-Faqih al-Muqaddam, safara li talabi al-ilmi, alisafiri kuja kutafuta ilmu, ila Mogadishu hapo Somalia, Afrika Mashariki hiyo. Wa aqama biha mudda, aliketi muda hapo Mogadishu. Wa Mogadishu asimatu Somal, ndio mji mkuu wa Somalia. Wakadha ashara ila dhalika, vile vile ameliashiria hilo tukio Sheikh Burhan Mukalla fi kitabihi al-makhtut, katika kitabu chake ambacho bado kipo katika khati ya mkono hakijachapwa, Tarikh al-Qumrani al-Hadarim, tarehe historia wa Komoro wa Yemen. Zau an tariqi Somal wal Habasha, walikuja kupitia njia ya Somalia na Habasha. Fa abharu min as-Somal, wakaingia katika majahazi kupitia bahari kutoka Somalia ila Batta, mpaka Pate. Wahia baldatun qadimatun, ni mji wa kitambo maarufu Kenya, ngisiwa maarufu kule Kenya, Pate. Thumma rahalu minha ila Tanganyika wa Zinjibar wa minha ila Jazair al-Qumri, kisha walipofika Somalia, walipofika Pate wakaingia Kenya, wakaja Tanganyika, Zanzibar, ndio wakaenda mpaka Komoro. Wa minhum man baqiya bikinya, wako miongoni mwao waliobakia Kenya. Mahallu shahid ni kwamba As-Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam alitoka Yemen kuja kusoma Mogadishu, Somalia, ambayo kwamba ni Afrika Mashariki. Huyu bwana historia yake ni ipi na mwaka aliokuja kusoma huko Afrika Mashariki ni upi? Wacha nikunukulia historia yake fupi katika kitabu hiki kinaitwa Al-Manhaju Sawiyu Sharhu Usuli Tariqati Sadati Ali Baalawi cha As-Sayyid Al-Allama Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim Baalawi Al-Husainiyu alimu al-Madinati wa faqihuha, katika ulama wakubwa wa Ali Baalawi aliyoko kule Madina. Asema akieleza historia huyu mwanachuoni alikuja kusoma Mogadishu, Somalia, Afrika Mashariki, As-Sayyid al-Sharif al-Imam al-Allama al-Faqih al-Muhaqqiq al-Wari' al-Salih Muhammad bin Alawi bin Ahmad ibn al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Alawi al-Husaini at-Tarimi. Ameeleza historia yake, manake ni mjukuu wa pili wa al-Faqih al-Muqaddam. Mauliduhu bitarim, amezaliwa Tarim. Wabiha wafatuhu, na hapo ndipo alipokufa sanata 767 Hijria. Kwa maana huyu bwana amekufa miaka 860 iliyopita. Amekufa miaka 630
80 iliyopita. Asema hafidha alquran alkarima fi sigharihi, alihifadhi Qurani tukufu akiwa mdogo. Watambiha, alihifadhi kitabu Tambihi cha fiqhi. Wa akthar almuhadhab, alihifadhi sehemu nyingi katika almuhadhab ni ambako ni sharh ya at-Tanbih. لا المهذب يا الإمام النووي طبعا. وتفقه ببلده على العلامة عبد الله بافضل, alisoma katika mji wake kwa huyo al-Allama Abdullah Bafadhl. Wasalaka, alipita katika njia ya tariqa ya kisufi, yani alikuwa katika manhaji ya masufi. Walabisa min shaykhihi al-imam Sheikh Abdullah Baalawi ibn ammi abihi, alivaa kilemba cha kisufi kutoka kwa shekhe wake Sheikh Abdullah bin Baalawi ambaye kwamba ni mtoto wa ammi ya babake. Wa akhadha alfiqh, alisoma fiqhi. Wa tibba, alisoma ilmu tibbi pia, tabibu mwenzetu. Wal hisab, alisoma ilmu ya hisab ani Sheikh Saad al-Faqih Bafadhl, alisoma kwa shekhe huyo. Wa rahala lil akhdhi an ahli al-ilmi, alisafiri kutoka Tarim kwa ajili ya kusoma kwa watu wa ilmu. Walil istizadati minhu, na kwa ajili ya kujiongezea elimu. Ila Zabid, alienda Zabid. Zabid ni mji uko kule Yemen. Kuna Zubaid ni sehemu iko Yemen, na Zabid pia ni mji. Wa Taiz, na mji wa Taiz uko Yemen. Wa Adan pia uko Yemen. Thumma hajja, kisha akahiji. Wajawara bil haramain, akaishi jirani na haramu mbili, Makka na Madina. Wasamia min kathirin, akasikia kutoka kwa ulama wingi. Warahala ila Mogadishu, akahama kwenda Mogadisho, Somalia. Walazama biha ulamaa, akalazimiana huko Mogadisho na wanazuoni wake, akawashika kisawasawa akisoma kwa bidii. Wa akhadha ani Sheikh Muhammad bin Abdissamad al-Jahwi, alisoma huko Mogadisho kwa Sheikh Muhammad bin Abdissamad al-Jahwi. Faqara alayhi tafsir, alisoma tafsiri wal haditha wal fiqh wal tasawuf wa ulum al-arabiyya. Allahu akbar! Amesoma tafsiri, hadithi, fiqh, tasawuf na elimu za lugha ya Kiarabu. Mwarabu anatoka Somalia, anatoka Yemen kuja kusoma lugha ya Kiarabu kutoka kwa watu wa Somalia wa Afrika Mashariki, kuonyesha kwamba hizi elimu hazina wenyewe. Kiarabu ni lugha ambayo kwamba yeyote atakayesoma anaweza kuwa mahiri na Waarabu akasoma kwake. Haina wenyewe Kiarabu. Mwarabu atoka Yemen aja Mogadisho. Allahu akbar, Allah. Wakana faqihan usuliyan, alikuwa ni faqihi, mtu usuli. Musharikan, ukisikia katika historia waambia musharikan, yani yeye ni mutakhasis, ametakhasus katika fiqh na usul, lakini pia ameshiriki katika elimu zingine, yani elimu zingine pia alikuwa nazo. Lahu akhbarun kathira, mwanachuoni huyu Muhammad alikuja kusoma huku kwetu. Lahu akhbarun kathira, na habari nyingi. Fi talabi ilmi, katika kutafuta ilmu. Wal hirsu alayna, kuifanyia bidii ilmu. Wantafa bihi nnasu baada audatihi ila Tarim, watu walinufaika kupitia yeye baada ya kurejea kwake Tarim. Wa mimman akhadha anhu al-imam al-Sheikh Abdurrahman ibn Muhammad al-Sagaf, huyo alisoma kwake. Wa Sheikh Sheikh Muhammad bin Abi Bakr Ba'abad, wa ajaza lahuma ijazatan amma, aliwapa ijaza wanafunzi wake. Wa minhum Muhammad bin Umar Abu Murayyim wa ghayruhum kathir, wa lahu karamatun kathir rahimahullah wa radhiya anhu. Huyo amenukulu kutoka katika al-Mashra al-Rawiya, ambao kwamba pia Sayyid Abdul Qadir al-Junaidi amenukulu kutoka katika kitabu hicho al-Mashra al-Rawiya. Mahallu shahid ni kwamba huyu ni mwanachuoni amekuja kwetu Afrika Mashariki. Huyu mwanachuoni amekufa mwaka 767 Hijiria. Maana yake kabla ya miaka 680 ndo amekufa. Kwa maana tufanye labda aliporudi tu kutoka Tarim mathalan, akaati kutoka kwetu huku mathalan, akaketi miaka 5 mathalan, akafa. Manake tuzungumzia mtu alikuja kusoma huku kwetu kabla ya miaka 690 takriban iliyopita, yani takriban karne 7 zilizopita. Watu walitoka Yemen
kuja kusoma Afrika Mashariki. Hii ndio Afrika Mashariki ambayo kwamba tunaoitaka. Huu ndo ukanda wa Afrika Mashariki ambao kwamba tunaotaka au tunaowalingania vijana wafanye bidii kurudisha heshima yake. Si mambo ya bla bla, si mambo ya kupiga kelele, si mambo ya ujanja ujanja. La, twataka ilmu, twataka maarifa. Watu watoke nchi za jirani huko na sehemu zingine waje kusoma hapa kwetu kama walivyokuja kusoma huko nyuma. Huyu ni mwanachuoni mkubwa sana. Hapa wameeleza historia yake, kwa nini aliitwa Sahibul Amaim. Wasema alikuwa akitwali usiku, mara nyingi usiku mwingi alikuwa akisoma akitwali. Sasa wakati akitwali mara nyingine husinzia. Na taa zamani wajua ni mambo ya taa za kandili, mishumaa na nini. Kwa hivyo mara husinzia mpaka lemba lake likaingia kwenye mshumaa, likachomeka, akishtuka lishaungua, katupa kule akavaa lingine, kaendelea kutwali. Na pia tupata kwamba ulama wetu ulikuwa imama ni kitu, yani muda wote walikuwa nayo, hata usiku wakitwali. Huyu mtu yotwali usiku nyumbani kwake, lakini yuko na imama kichwani kwake. Hii ni zinatul ulama taban. Basi wasema siku moja sikashaye kuchoma vilemba vingapi huko usiku mmoja, 13 imama, shaye kuchoma vilemba 13 wakati akitwali, ndio akaitwa Sahibul Amaim. Idhan Sahibul Amaim huyu ambao kama tunaambiwaga historia zake, alikuja kusoma kwetu Afrika Mashariki. Lakini katika nyota za Afrika Mashariki zilizopata kupatikana na ulamai wakubwa, ambao kwamba ulamai wenyewe wa huko ulimwenguni walikuwa wakimkubali na alikuwa akiwatolea makosa katika vitabu vyao, ni Said Ahmad bin Smith, babake Al-Habib Umar bin Smith. Katika kitabu hiki baadhi ya wanazuoni wa Mashariki ya Afrika, Allahu Akbar, katika ukurasa wa 180 alipokuwa akieleza historia ya Said Ahmad bin Smith katika mlango wa sifa walizomsifu nazo watu, asema namba 6 hapa, Sheikh Muhammad Said bin Muhammad Babsail, mufti mkubwa wa Maka. Huyu ni mwanachuoni, alikuwa mufti mkuu wa Maka. Alikuwa akimuitakidi Said Ahmad ni sawa sawa na wao au ni bora hasa kuliko wao. Huyu ni mufti wa Maka, alikuwa akimuitakidi Said Ahmad bin Smith ni sawa sawa na ulamai wa Maka au ni bora kuliko wao. Mwanachuoni wa Afrika Mashariki wa Zanzibar hapo. Katika mwaka 1000, angalia tukio la ajabu hili lililotokea. Katika mwaka 1315 Hijiria, 1897 Miladia, ulitokea ugomvi mkubwa baina ya Sheikh Abdullah Wazir na Said Hassan. Kila mmoja katika mabwana hawa aliandika suali ya ugomvi huo ili ikajibiwa na mufti, yani huyo mufti wa Maka. Aliyepewa suali hizi kuzifikisha huko ni Sheikh Khamis bin Muhammad As-Saidi. Mufti akakataa kujibu. Hawa mashekhe aliowataja hapo, ulamai wawili hao waligombana katika masala fulani ya kielimu. Kila mmoja akaandika suali lake kwenda kumuuliza mufti wa Maka ili atatue nani yupo katika sawa. Akapewa huyo Sheikh Khamis bin Muhammad As-Saidi, alipokuwa akienda huko Maka ampelekee mufti wa Maka. Mufti wa Maka alipopelekewa akakataa kujibu swali hilo, akasema, mahalu shahid, hayuko kwani Said Ahmad bin Smith Unguja? Allahu Akbar. Mwaniletea maswali mimi haya kielimu, kwani Said Ahmad bin Smith kashafariki au amesafiri, hayupo Unguja? Hatutajibu sisi.
sisi ni sawa na yeye, sisi na yeye ni sawa sawa tu. Allahu akbar. Ulama wa Maka wasema sisi na yeye ni sawa sawa tu, hatukuzidi sisi, hatukuzidi, yani sisi hatujamzidi yeye. Sisi tumepata jina kwa kuwa tuko huku Maka tu. Allahu akbar. Angalia ulama walivyokuwa na insaf. Asema sisi katika elimu na maarifa na Said Ahmad bin Smith ni sawa sawa, hakuna tofauti. Kwa hivyo hakuna haja ya kumwacha Said Ahmad bin Smith mkatuletee sisi. Sisi haya majina makubwa tumeyapata kwa sababu tuko Maka tu. Ndio sasa hivi kuna watu huku kwetu Afrika Mashariki hata sasa hivi ni vigogo na ni ulamai wakubwa kuliko watu wa Arabuni huko, sio Maka, sio Madina, sio wapi. Lakini wale wenzetu wamepata majina kwa sababu huyu yuko Saudia, huyu yuko Maka, huyu yuko Madina, huyu ni Mwarabu, ni mweupe, yuko sehemu fulani. Basi ndio kama haya aliyosema hapa Sheikh Abdullah Al-Farsi. Anasema umesikia maneno hayo? Hapa tunapata mafunzo mingi sana. Ala, kumbe elimu haiangalii ukanda kwamba wewe uko Afrika Mashariki au uko Arabuni, uko sehemu gani. Elimu kumbe sehemu yoyote inaheshimika, na mwanazuoni awe wa sehemu yoyote kumbe ana heshima kubwa. Alafu kisha tunapata kitu kingine ambacho kwamba napenda hapa kidogo tupeane makavu, ya kwamba mambo ya sisi kudharauliana hayajaanza juzi wala jana. Hawa mabwana waliopeleka maswali yao kule sio kwamba walikuwa hawajui thamani ya Said Ahmad bin Smith, walikuwa wanaijua sana, lakini ni haya mambo yetu sisi ya Kiswahili kwamba sisi bwana tumpelekee swali yule, acha tupeleke huko kwenyewe Maka. Na wanajua kwamba yule ametuzidi, wajua kwamba yule aweza kututatulia swali lake. Lakini angalia ulama walivyokuwa na insafu, akasema alirudi huko kuonyesha heshima aliyokuwa nayo na ihtiramu aliyokuwa nayo Alhabib Umar bin Smith. Na pia hapa tuchukue somo ya kwamba tujifunze jamaa kuheshimiana sisi kwa sisi. Ikiwa mwenzetu ametuzidi kielimu, basi tumpe heshima yake, tumpe ihtiram anayohitaji kupewa, hata asipotutaka sisi tumheshimu. Lakini ikiwa kuna mtu ametuzidi, pasi na kujali rangi yake, pasi na kujali ukoo wake, kabila lake, ni tajiri, tabaka yake ya kimaisha ni tajiri, maskini, tuangalie huyu ni alim, twende tukasome, tukastafidi kwake, tuache mambo ya uswahili kwamba huyu sisi tumemwona na kuwa hapa jana, huyu kadha. Hayo ni mambo ambayo kwamba hayazingatiwi katika elimu jamaa. Mambo ya kuheshimiana sisi, ya kuto kuheshimiana sisi kwa sisi, ndiyo ambayo kwamba yanaotumiza. Mara nyingine zakuta Arabuni huko mwanachuoni aheshimika, lakini huko kwetu ana nini yule bwana. Tukio muhimu sana nilitaka kulinukulu hilo. Lakini hapa pia katika namba 8 katika ulama waliomsifu Said Al-Habib Ahmad bin Smith, asema Said Ahmad Bey bin Ahmad bin Yusuf Al-Husaini, mwanachuoni mkubwa katika wanavyuoni wa Misri, alitunga kitabu katika elimu ya kujua nyakati na kutoa kibla, yani miqati. Said Ahmad alipokisoma alikiona kina makosa kidogo, akamwandikia makosa yake na akamfahamisha namna iliyo ndivyo, yani akamfahamisha namna ya usawa hayo makosa yake. Alipoyakinisha Said Ahmad Bey makosa yake na kujibu kwa Said Ahmad bin Smith kwamba ndiko sawa, alimwandikia barua ya kumsifu sana, na akamwambia yeye alikuwa kabisa hakuifahamu hukumu ile mpaka alipofahamishwa na Said Ahmad bin Smith. Tangu siku hiyo ukapatikana urafiki mkubwa baina yao. Alikiandikia maneno mazuri kitabu cha Said Ahmad kilichoitwa Tuhfatul Labib. Allahu akbar. Huyu Ahmad Bey ni mwanachuoni wa Misri mkubwa kule, anaandika kitabu kinamfikia Said Ahmad bin Smith. Said Ahmad bin Smith anakisoma, anakitoa makosa, anamwandikia barua mwenye kitabu kwamba sehemu fulani na makosa. Mwanachuoni ule baada ya kuyafanyia tafiti yale aloandikiwa na Said Ahmad bin Smith na kuona ni sawa na yale aliyokuwa nayo yeye ni makosa, ukapatikana urafiki baina yao. Angalia ilmu ilivyokuwa, angalia ulama walivyokuwa wanaishi. Sasa hivi sisi mtu akikutolea makosa ya kielimu, wewe unamfanya kuwa ni adui yako.
Kumbe ulama ilikuwa akitolewa makosa anafurahi na anakuwa rafiki na yule mtu alomtolea makosa. Kumbe huyu amenizidi kielimu, nitastafidi naye. Lakini sasa hivi sisi hatusomi kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, tutaka rifa na ukubwa. Ndio maana mtu akitolea makosa waona kwamba amekuingilia katika mamlaka yako, amekushusha. Huo ni ushamba tu. Wa hakadha, hizi ni sifa kede ambazo kwamba walimsifu nazo ulama. Sayyid Ahmad Bismit ambao kwamba ameandika vitabu vingi, amesherehesha Nasaihu Diniya, amesherehesha Irshadul Muslimina, ameandika sharh ya muqaddima wa istilahati za al-Imam an-Nawawi katika Minhajut Talibin, na vitabu kadha wa kadha ambavyo kwamba Allahu Akbar. Ngoja nisome maneno mazito hapa ya mmoja katika wanazuoni akimsifu Sayyid Al-Habib Umar bin Smith. Alisema huyu Sayyid Tahir bin Abdullah bin Smith, ami yake, alikuwa akisema hakutoka katika tumbo la Muhammad bin Zain bin Smith mfano wake, yani mfano wa Sayyid Ahmad bin Smith. Na yeye ana elimu, yani Al-Habib Ahmad bin Smith, babake Al-Habib Umar bin Smith, ana elimu ambazo hawakuwa nazo wazee wake. Allahu Akbar. Huyu ni mwanachuoni mkubwa huyu. Asema Al-Habib Ahmad bin Smith ana elimu kubwa ambazo kwamba wazee wake hawakuwa nazo, na wazee wake walikuwa ni ulama. Pia hapa tunaona wachilia mbali tuwastafidi kwamba Al-Habib Ahmad bin Smith ukubwa elimu yake, lakini pia tunaona kumbe mtoto anaweza kuwa na elimu kuliko mashekhe zake na walimu wake. Tuelewana vizuri sana? Huo ndio kweli. Abdullah Farsi anasema unasikia shahada hii, huwezi kuijua ukubwa wake mpaka ujue kuwa katika tumbo hilo yametoka mabingwa mingi ya Hadhramaut. Asema huwezi kujua ukubwa wa shahada hii mpaka ujue tumbo hilo la Sayyid Muhammad bin Zain bin Smith limewatoa magwiji wangapi katika magwiji ya Hadhramauti. Alafu wale magwiji wote wake upande huu, alafu uambie kwamba hawakutoka katika tumbo la huyu bwana zaidi yake huyu. Someni sana kitabu hiki, baadhi ya wanazuoni wa Afrika Mashariki, mtaelewa au tutafahamu kiasi yale ambayo kwamba nayo yazungumza Afrika Mashariki, ambayo kwamba nayo yazungumza Afrika Mashariki, ambayo kwamba tunaotaka turudi huko. Na taban Sheikh Abdullah Al-Farsi ambaye kwamba ndo aloandika kitabu cha baadhi ya wanazuoni wa Afrika Mashariki ni mtu ambaye kwamba alikuwa na insaf sana. Hata siku moja niliposoma kitabu hiki Sheikh Al-Madhira Abu Huraira, hiki ni kitabu kinaitwa Sheikh Al-Madhira Abu Huraira kilichoandikwa na Mahmud Abu Raya. Mwisho kabisa, nilipofika mwisho kabisa wa kitabu hiki, na mimi taban ada yangu huwa nikisoma kitabu wanakisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, huwa sisomi ule kitabu cha kuangalia yaliyomo fahras. Namna tulorithi ya kusoma ni kusoma kitabu chote. Mwisho wa kitabu hiki ukurasa 329, Mahmud Abu Raya alipokuwa akieleza hapa baadhi ya wanazuoni ambao kwamba waliokisifu kitabu chake Al-Adwa. Kitabu Al-Adwa cha Mahmud Abu Raya ni kitabu kizuri sana, ambacho kwamba toba ni kunaqid ahlul hadithi na kunaqid baadhi ya ahadithi ambazo kama ni mashuhura, ambazo kama zina khalifu Qur'ani, qawaid na mfano wake, ambacho kama ni kitabu kwa watu ambao kwamba akili zao bado hazijaiva katika ilmu, ni ngumu sana kukielewa. Lakini nilishangaa alipokuwa akieleza baadhi ya wanazuoni waliomwandikia barua ya kusifu kitabu chake, alisema kwamba kunna qad khatamna at-tab'ata ath-thaniya min kitab al-adwa' bi nashr ta'ifatin min al-kutub al-khassa allati tafaddala bi irsali ilayna safwatun min al-ulama fi al-aqtar al-islamiyya. Sema tulipochapisha kitabu chetu hiki cha pili al-adwa', tuliandika baadhi ya barua ambazo kwamba tuliandikiwa na ulama wengi kutoka katika miji mingi ya ulimwengu. Asema tuliporudia tena ukichapisha cha tatu, hatukuweka zile barua tulizoandikiwa za kusifu hicho kitabu.
Asema katika ulama ambao kwamba walioandika barua za kukisifu kitabu chake ni Ash-Sheikh Al-Allama, Allahu Akbar, angalia, Al-Allamatu Al-Mifdal Ash-Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi min kibari ulama Zanzibar, katika ulama wakubwa Zanzibar. Kwa hivyo Sheikh Abdullah Al-Farsi, pamoja na kutofautiana kwetu na baadhi ya fikra zake taban, kwa sababu Abdullah Al-Farsi wako wawili, ni huyo huyo isipokuwa ana sura mbili. Kuna Abdullah Al-Farsi kabla hajageuka na kushika baadhi ya itikadi za Kiwahabi, na kuna Abdullah Al-Farsi ambaye kwamba ndio huyu tunayemsoma hapa na huyu tunaelezwa hapa. Kwa hivyo Abdullah Al-Farsi, pamoja na kutofautiana kwetu na yeye katika baadhi ya masail, alikuwa ni msomi na pia alikuwa ana insaf katika mambo mingi, tofauti kabisa na baadhi ya watu ambao kwamba wanaojinasibisha na usalafi na mawahabi, jinsi walivyokuwa hawana heshima na insaf. Kwa hivyo nilifurahi sana siku nilosoma kitabu hiki Sheikh al-Madhira Abu Huraira, kuona Mahmud Abu Raya akimsifu Abdullah Al-Farsi, na kuona Abdullah Al-Farsi alikisifu kitabu cha Al-Adwa, kwamba taban kileta mzozo mkubwa pale Misri na katika ulimwengu wetu wa Kisunni, baada ya kutoka kitabu Al-Adwa na kitabu Sheikh al-Madhira Abu Huraira hiki cha Mahmud Abu Raya. Hii ndo Afrika Mashariki ikhwani, na mingi ya kuyasema na nukuli nyingi, kwa sababu alhamdulillah mimi katika jumla ya mambo ambayo kwamba huwa nayafuatilia sana, angawa huwa sijionyeshi sana kwamba nayafuatilia, ni historia yetu ya Afrika Mashariki na historia ya ulamai wetu Afrika Mashariki. Ndio maana yake nilidiriki kuandika kitabu, nilikusanya taban historia, yani siku ya toa mimi nilikusanya kutoka katika marejeo mbalimbali kuandika historia ya baadhi ya ulamai wetu wa karibuni hivi wa Afrika Mashariki. Lakini katika bidii nilizozifanya ni kukichapisha upya kitabu hiki cha baadhi ya wanazuoni wa Mashariki Afrika, kuonyesha kwamba mimi napenda historia ya wanazuoni wetu wa Afrika Mashariki na ninaifuatilia. Na ala fikra, wakati nakitolesha kitabu nilikuwa takriban na miaka 20 au 21 wakati nipo kichapisha kitabu hiki cha Sheikh Abdullah Al-Farsi, ambacho kwamba nichapisha vitabu viwili, cha Sheikh Abdullah Al-Farsi na cha kwangu niliunganisha pamoja. Taban cha Abdullah Al-Farsi utaona iko mwisho wake na cha kwangu utakiona. Tuko vizuri sana. Wakati huo nilikuwa na miaka 21, kuonyesha kwamba hii historia ya Afrika Mashariki sijaanza kuifuatilia juzi wala jana, naijua vilivyo. Afrika Mashariki tunayoitaka ni Afrika Mashariki ambayo kwamba ilitutolea watu kama kina Al-Allama Sheikh Burhan Mukalla. Sheikh Burhan Mukalla ilikuwa ni katika ulamai wakubwa wa Afrika Mashariki, ambaye kwamba aliandika kitabu hiki Al-Alfiyatul Wadhiha. Hiki ni kitabu Al-Alfiyatul Wadhiha Al-Mulaqabatu bil Jawahiril Munazzama, ambacho kwamba ni nadhmu iliyokusanya ilmu ya nahwu na sarf, ambayo kwamba ina zaidi ya beti 1000, ambayo kwamba asli ni nadhmu ya Mutammimatul Ajurumia kama alivyoeleza mwenyewe hapa katika mukaddima, anga ina ziadati nyingi ambazo kwamba katika Mutammimatul Ajurumia hazipo, ambacho kwamba hii kitabu hii niliokuwa nayo ni chapa ya 3, ni chapa ya 3 ya Al-Alfiyatul Wadhiha, Al-Alfiyatul Wadhiha au Al-Jawahirul Munazzama. Chapa ya 3 iliyochapishwa wapi? Ilichapishwa Misri. Kwa hivyo hiki kitabu huko ulimwenguni kwenyewe huko wanakijua na wanakikubali. Je, sisi wa Afrika Mashariki kitabu hiki tunakijua? Sisi wa Afrika Mashariki kitabu hiki tunakisoma? Sisi wa Afrika Mashariki, sisi vijana wa Afrika Mashariki tunakisomesha kitabu hiki katika marakizi zetu? Kwa nini hatuna tamaduni ya kuheshimu vyetu? Kwa nini tuna ukoloni? Kwa nini bado tuna utumwa wa kifikra ya kwamba kilichoandikwa na Waarabu Waarabuni ndio thamani, kilichoandikwa na sisi wa Afrika Mashariki watu wetu hicho si kitu? Al-Alfiyatul Wadhiha, madrasa ngapi zinasomesha Al-Alfiyatul Wadhiha? Acha nisome baadhi ya abiyati, usome watu walivyokuwa watu, na ujue kwamba twataka kitu gani, twalingania kitu gani. Asema Bismillahir Rahmanir Rahim, al-Muqaddima.
حمدا لمن أنطق بالصواب عباده لمقتضى الإعراب فشرف العلم وصار أهله مميزين مذ أتاهم فضله صلاة ربنا مع السلام على الرسول أفضل الأنام محمد من جاء بالرسالة والآل والصحب أولي العدالة وهذه الجواهر المنظمة ألفية من نثرها المتممة قلادة لجيد فهم أهلها والله نافع بها كأصلها وزدتها من غيرها فرائدا في النحو والصرف حوت فوائدا ومن معاني أكثر الحروف لطالب بعلمها شغوف. Mesikia utamu. Tafikiri kimeandikwa suna Mwarabu wapi? Burhan Mukalla allama kabir la yashaqu lahu ghubar min sharqi Afrika. أما الكلام فهو لفظ ركب أهو مفيد كاحترم مؤدبا وقل في تركيبه فكان من اسمين أو فعل إلى اسم يرتكن كالله بر واستقام أحمد والكلمة القول العميم المفرد أنواعها ثلاثة إذ تعنى اسم وفعل ثم حرف المعنى. تنعبيات سهلة يعني اسم على مسماه الألفية الواضحة كويلي واضحة بياتي zake kabisa ziko wazi kabisa, lugha nyepesi kabisa ambayo kwamba walikuwa kitumia ulama wetu. Kumbe tunaweza kuandika, tunaweza kusomesha, tunaweza kuasisi, na Waarabu wakatoka Arabuni wakaja kusoma kwetu. Lakini si mambo ya mchezo, ni mambo yahitaji bidii, yataka tujifunge kweli kweli, yataka tujidhatiti kweli kweli na subra kweli kweli na pumzi kweli kweli ya kuweza kuogelea na kuzama katika bahari za elimu. Tutafikia. Leo asubuhi nilikuwa nikiongea na mmoja katika ikhwa, nilisema katika hivi vita vinavyoendelea baina ya Iran na Amerika tumejifunza mambo mingi sana. Katika mambo tuliojifunza, kumbe mara nyingine vikwazo hivi vinaweza kuwa ni fursa. Yani vikwazo unaweza kuvigeuza kuwa ni fursa thamini, kutoka kuwa kikwazo hadi kuwa fursa. Wa Iran, ukiangalia Iran ya wakati wa Shaha na Iran ya sasa hivi tofauti. Iran wakati wa Shaha ni kama nchi zingine tu za Arabuni, ilikuwa ni vibaraka wa Amerika basi. Lakini baada ya kuanguka Irani ya Shaha na kuja Irani ya sasa hivi ya wilayatul faqihi, na pamoja na vikwazo walivyowekewa, walitumia muda ule wa vikwazo, na walitumia vile vikwazo ikiwa ni sehemu ya kujitegemea, kutegemea rasilimali zao, kutegemea juhudi zao, kutegemea bidii zao, kutegemea wataalamu wao, kutegemea maarifa yao katika kujiendeleza kielimu, kiuchumi, kisayansi, kiteknolojia. Mpaka sasa hivi ulimwengu unashangaa, hii nchi imeishi miaka 47 chini ya vikwazo. Mbona kana kwamba walikuwa hawana vikwazo? Mbona wana nguvu ambazo kwamba nchi ambazo kwamba zilikuwa hazina vikwazo hazina nguvu hii? Twasema vikwazo ndivyo vilivyofundisha. Na lau si vile vikwazo, labda wao pia wangekuwa ni kama Waarabu wengine tu. Kwa hivyo mambo haya ya vurugu za duniani huko ambazo kama zinatuzuia kwenda kusoma, ubaguzi tunaofanyiwa huko nchi za watu, kutengwa tunakofanyiwa kule nchi za watu, dharau tunazofanyiwa huko nchi za watu tunapoenda kusoma, hivi vyote viwe ni chachu ya kutusukuma sisi kujiendeleza kielimu, kutusukuma sisi kufika katika ngazi walizozifika kina Burhan Mukalla, kwa sababu sio mustahil. Umadhalika ala Allah biaziz. Ukifanya bidii tu Allah atakufungulia. Allah kashasema wazi, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ukifanya bidii tu utafika kama Burhan Mukalla, utafikia kama Umar bin Smith, utafikia kama Hamad bin Smith, utafikia kama Abdullah Bakathir, utafikia kama Sheikh Suleiman al-Alawi, utafikia na zaidi ya hapo. Na tukishafikia katika elimu ya juu, tutaweza kuasisi maaidi zetu, tutaweza kuasisi jamii. Kwa sababu sasa hivi watu tunajadili tujenge jamia. Shekhe, kumjenga huyo mwalimu wa jamia ndio kitu aula kuliko kujenga majengo ya jamia.
Jamia si majengo vo jamaa, jamia ni watu. Tuweza kuanzisha jamia hata chini ya miti shekhe, tukiwa tuna watu wanaweza kusomesha. Lakini shekhe, tuwe na majengo ya ghorofa 10,000 kwa urefu, lakini hatuna walimu wetu sisi kuweza kuendesha zile jamia. Sitakuwa tu kama hizi jamiati zingine ambazo kama zilizoanzishwa hapa, jamia tusikizu jamia gani, hakuna kitu, hazina athari yote. Kwa hivyo tusema binaul muwatin qabla bina'il watan. Jenga kwanza mwananchi ndio ujenge nchi, kwa sababu ukijenga nchi kabla kumjenga mwananchi atakayekuja kuithamini hii nchi, utajenga lakini huyu hajui thamani ya nchi, atakuja atabomoa. Kama tunavyoona tumejenga miundombinu, watu wakaja wakabomoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu mwananchi hajui bado thamani ya nchi. Kwa hivyo jenga kwanza alim, tuunde juhudi zetu kumjenga alim mwanachuoni, kisha baadaye ndio tujadili mambo ya kujenga majengo. Sio tuko vizuri sana. Kwa hivyo lazima tuunge juhudi, na pia watu ambao kwamba wenye uwezo, watu wenye wasa, wawashike mkono vijana ambao kwamba wenye juhudi za kusoma, wenye bidii za kusoma, wenye malengo makubwa, wawashike mkono ili tuunde kesho yetu yenye mwangaza na nuru. Vijana wetu tena wasio wanaenda Misri, wasio wanaenda Saudia, wasio wanaenda Yemen, wasio wanaenda Sudan wala sehemu yote, tubaki hapa hapa tuwasomeshe. Kwani ya kusema ni mingi, lakini tu tutosheke na haya machache ambayo kwamba tulioeleza katika muhadhara wetu huu, ambao kwamba nataraji wengi tutanufaika nao. Na ukinufaika nao basi tuombee dua, tuombee Mungu aweze kutimiza malengo yetu, aweze kutujalia na sisi tuwe katika wanachuoni, tufikie katika malengo yetu ambayo kwamba tunatarajia katika kusoma kwetu. Lakini pia Mwenyezi Mungu atufungulie mambo ya riziki, amwali, ili tuweze kuendesha hizi harakati kwa upana zaidi, kwa sababu malengo yetu ni kuifikia jamii kubwa zaidi yetu ya Kiafrika, ni kuienezea haya maarifa na maalumati jamii kubwa na idadi kubwa zaidi. Na tuweze kuifikia idadi kubwa kama hatuna zana au hatuna ala za kuifanyia hiyo kazi, na hizo ala zinahitaji pesa, na watu wenye pesa hawajui thamani ya elimu. Matajiri wengi uhalisia ulivyo ni kwamba hawajui thamani ya elimu, lakini lao wangelikuwa wanajua thamani ya elimu, wangekuwa kwa tayari kutoa mali zao zote kwa ajili ya kuendeleza elimu, kwa ajili ya kuisimamia elimu, kwa ajili ya kuifadhili elimu na kuwezesha watu wa elimu, lakini hawajui thamani ya elimu. Kwa hivyo ni sisi wenyewe, nguvu zetu na vile tulivyokuwa navyo katika mikono yetu, ndivyo ambavyo kama tunavitumia kuendesha hizi harakati za dawa. Hivyo tumtuombee Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufungulie zaidi ili tuweze kufanya kazi kwa upana zaidi. Hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.